Tutarudisha vifungo. Hiyo ndo kauli ambayo imetolewa na waziri mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu. Sasa rais wa serikali ya Israeli, yaani waziri mkuu Benjamin Netanyahu, amesema wazi kuwa jeshi la ulinzi la Israeli litaendelea kuwa ndani ya ukanda wa Gaza na kwamba mateka wote, wale walioko hai na wale waliokufa, watarudishwa wakati wa sikukuu ya Sukoti inayotarajiwa kuanza Oktoba 6 hadi 13. Netanyahu alisisitiza kuwa ulinzi hautaondoka Gaza bila kuleta mateka nyumbani. Amesema tutarudisha mateka hata wakati tukiendelea kuwa ndani ya Gaza, kauli inayobainisha msimamo wa serikali yake kwamba operesheni ya kijeshi zinaendelea hata watakapotoa kipaumbele wa kurejesha raia waliotekwa. Wito huo wa kurejesha mateka katika kipindi cha Sukoti unaonyesha mchanganyiko wa siasa na hisia. Wakati wa sherehe ambao familia zinatarajia kuwa pamoja, ahadi kama hii inaweza kuongeza presha kwa mazungumzo ya mkataba wa mgomo, lakini pia inaweza kupeleka mzozo wa kisiasa ndani ya kimataifa. Maswali makuu yataendelea. Je, kurejeshwa kwa mateka kutatokea kwa njia ya makubaliano, kubadilishana au kwa operesheni ya kijeshi? Na je, kuwepo kwa jeshi ndani ya Gaza kutachangiaje usalama wa raia na uwezo wa kufikisha misaada ya kibinadamu? Kauli ya Netanyahu ni wazi: kurejesha mateka ni kipaumbele na operesheni za kijeshi hazitaisha mara moja. Dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu na familia zinazowangojea wanaishi kwa matumaini na hofu pia. Bana, hii ni moja ya habari kubwa ambapo Benjamin Netanyahu anasema jeshi lake litaingia ndani zaidi mpaka pale mateka wote watakapoachiliwa, yaani wakiwa hai au ambao watakuwa wamekufa, lakini wanachokitaka wao ni lazima waweze kurejeshwa, na hususan kwenye kipindi hiko cha sherehe za Sukoti kuanzia hiyo Oktoba 6 mpaka 13 ndo ambayo inahisiwa labda inaweza kawa wakati ambao mateka hao wanaweza kurejeshwa rasmi nyumbani kwao. Hii ni moja ya habari ambayo kiukweli inawacha watu mdomo wazi. Sasa ni njia gani ambazo Netanyahu watazitumia kuweza kuwarejesha mateka hao nyumbani? Hizi za makubaliano ambayo imeanza kuonesha mwanga kwa hivi sasa, au njia ya kijeshi ya kivita?